Baada ya Yesu kurudi mbinguni, wanafunzi wake walibaki na kazi nzuri ya kupeleka injili kwa wote. Wakiwa wamejawa na Roho Mtakatifu, wanaume hawa na wanawake hawa walipeleka injili katika ulimwengu ambao ulikuwa umebakia wakati ule. Kwa hiyo kila kona dunia ilihubiriwa wakati ule. Lakini baada ya kazi hiyo, walikumbana na upinzani mkubwa mno, wakianza kwa Wayahudi, lakini pia hata kwa Warumi. Lakini Wakristo wengi walikuwa tayari kuuawa hata kifo kwa ajili ya kutetea imani ya kweli. Lakini hata hivyo, damu ya mashahidi ilizidi kuliongeza kanisa la Efeso wakati ule. Lakini baada ya muda mrefu wa mateso, kanisa la Rumi aliibuka mtawala mmoja ambaye aliitwa Konstantini, na wakati huu aliigiza ya kuwa ameongoka na akawa amebatizwa. Lakini hii ilisababisha kuingia kwa upagani katika kanisa la kwanza, na hivyo Wakristo waliobaki imara waliuawa na kuteseka vibaya mno. Lakini baada ya Wakristo kama Waldensia walibaki imara, na Mungu aliwapeleka jangwani katika maeneo ya Ulaya pamoja na maeneo ya Italia. Hata hivyo, Mungu hakukosa mashahidi. Aliinua watu ambao waliamini Biblia na kwa imani ya Yesu pekee. Na Mungu aliinua watu kama akina John Huss, akina Zwingli, akina Wycliffe, akina Martin Luther kusimama kwa ajili ya imani ya Biblia na imani ya Yesu pekee. Na kufikia mwaka 1798, upapa ulipata jeraha la mauti, na hapo mateso yakawa yamekoma. Lakini mwaka 1830 Mungu alimuinua William Miller kwa ajili ya kuhubiri, na watu waliandaliwa kwa ajili ya ujio wa Yesu ambao ulitabiriwa kwamba ungelikuja katika miaka 1844. Na hapo ndipo lilikuwa chimbuko la kanisa la Waadventista wa Sabato, na hivyo kanisa hili lilianza kama movement na pia litamaliza kama movement. Na tunakoelekea mwishoni, Mungu anahitaji watu watakaosimama kwa Biblia na Biblia pekee. Imani ya Yesu ikituongoza kwenye kutii sheria za Mungu kweli kweli, na hili ndilo kanisa la Mungu. Mwaka 1844 Kristo hakutokea, na wengi walikatishwa tamaa. Na ndipo nuru ya patakatifu ilipofunuliwa na kuonesha wazi ya kwamba Kristo alikuwa haji duniani, lakini alikuwa anaingia katika chumba cha pili ambacho ni chumba cha patakatifu kwa ajili ya kazi ya mwisho. Na hivyo waliendelea kushikamana kwa pamoja wakihubiri injili, na walipaswa waendelee mbele kuhubiri ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, lakini pia ujumbe wa malaika wa nne ambao unapatikana kitabu cha Ufunuo sura 18 kwa ajili ya kuandaa watu kwa ajili ya ujio wa Kristo. Toka wakati huo, dalili zote ziko wazi ya kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Jiandae kukutana na Bwana wako ajapo hivi karibuni. Roho ya unabii katika periodical inayoitwa PT, yani Present Truth, ya Septemba 1, 1849, paragrafu ya 8, nabii anasema: Bwana amenionyesha kwamba roho za thamani zinakufa njaa, na zinakufa kwa kukosa ukweli wa sasa, ukweli wa kutiwa muhuri, chakula kwa wakati unaofaa, na kwamba wajumbe wepesi wanapaswa kuharakisha mwendo wao na kulilisha kundi kwa ukweli wa sasa. Nilimsikia malaika akisema, harakisha wajumbe wepesi, harakisha wajumbe wepesi, kwani kesi ya kila nafsi itaamuliwa hivi karibuni, ama kwa uzima au kwa mauti. Ninakualika katika majifunzo haya. Ni mimi mtumwa wa Mwenyezi Mungu, mchungaji Fulgence Mangosongo wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninakualika tuendelee na mtiririko wetu walijue kanisa lako. Na hili ni somo la 4. Kwa hiyo lijue kanisa lako sehemu ya 4.
Na kabla hatujaendelea, basi tuombe ili tujiweke mikononi mwa Mungu katika kujifunza kwetu. Na tuombe. Baba yetu mwema uliye mbinguni, umetupa nafasi, ni muda umepita, kwa rehema zako imekupendeza uwepo mtiririko ama mwendelezo wa masomo yalijue kanisa lako. Katika somo hili tena tunaomba uongozi wako, mbariki mtazamaji, mapenzi yako yatimizwe kwa jina la Yesu, amin. Lijue kanisa lako, sehemu ya 4. Katika shuhuda kwa kanisa, gombo la kwanza, ukurasa wa 577, paragrafu ya 2, Ellen G. White alipewa ndoto, aliota ndoto juu ya mambo ambayo yangetokea kwa kanisa la Mungu. Na kutoka katika ndoto hiyo, katika somo hili sasa, Lijue kanisa lako, sehemu ya 4, ninakualika ufuatane nami tunapofuatilia utimizwaji wa ndoto hii, ili tupate kujua yapi yaliyotabiriwa, yapi yametimia, na tunapaswa kufanya nini. Nabii anasema katika nukuu, na unaiona kwenye skrini yako: usiku huo niliota kwamba nilikuwa huko Battle Creek, nikitazama kutoka kwenye kioo cha pembeni mlangoni na kuona kundi likiandamana kwenda nyumbani wakiwa wawili wawili. Walionekana kuwa wenye nia thabiti na waliodhamiria. Niliwajua vizuri na nikageuka kufungua mlango ili niwapokee wageni, lakini nikadhani kwamba napaswa kuangalia tena. Tukio lilibadilishwa. Kundi hilo sasa liliwasilisha muonekano wa maandamano ya Kikatoliki. Mmoja alikuwa na msalaba mkononi mwake na mwingine mwanzi. Na walipokaribia, yule aliyebeba mwanzi akazunguka nyumba akisema mara 3, nyumba hii iko chini ya ulinzi. Bidhaa zilizomo lazima zichukuliwe. Wamenena kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Hofu ilinishika. Nikakimbia kupitia nyumba hiyo, kupitia mlango ulioko upande wa kaskazini. Nikajikuta niko katikati ya kundi ambalo wengine niliwatambua, lakini sikuthubutu kuambia neno kwa kuogopa kusalitiwa. Nilijaribu kutafuta sehemu nzuri ambapo ningeweza kulia na kuomba bila kukutana na macho yao yenye shauku na udadisi popote nilipogeukia. Nilirudia mara kwa mara, laiti ningeweza kulielewa hili, laiti wangeniambia kile nilichosema au kile nilichofanya. Mwisho wa kunukuu. Hii ni ndoto ambayo nabii wa Mwenyezi Mungu Ellen G. White aliota. Sasa tuangalie kidogo kwenye hii ndoto, kwenye hii quotation tuliyoisoma. Kuna mambo yafuatayo. Anasema aliona kwenye ndoto watu wakiandamana wawili wawili, wanakuja kwenye nyumba ambayo yeye alikuwepo, na walionekana wenye nia thabiti na waliodhamiria. Wako serious, hawana utani. Na anasema aliwajua vizuri, lakini tukio likabadilika tena, akawaona wale aliowajua vizuri sasa ni Wakatoliki na maandamano ya Kikatoliki. Mmoja kabeba msalaba, mwingine kabeba mwanzi. Na hawa waliodhamiria, waliothabiti, ambao sasa ndoto inamuonesha wamegeuka kuwa Wakatoliki, wana lengo gani? Wakaizunguka nyumba alimokuwa. Alafu sikia anachosema hivi:
Anasema nyumba hii iko chini ya ulinzi. Kwa mujibu wa Biblia, nyumba ni nini? Ni kanisa. Ni sawa sana kusema kanisa hili liko chini ya ulinzi. Hao ni Wakatoliki. Wanawaambia Waadventista wa Sabato kwa mujibu wa ndoto hii ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato liko chini ya ulinzi. Bidhaa zilizomo lazima zichukuliwe. Kwani sisi tuna bidhaa gani? Ufunuo sura ya 14, hapo panapatikana bidhaa tulizokabidhiwa Waadventista wa Sabato kwa ajili ya kuuza ulimwenguni kote. Injili ya milele, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Kwa hiyo Wakatoliki wamedhamiria na wako thabiti kuliweka chini ya ulinzi wao, chini ya utawala wao, chini ya mamlaka yao kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa nini? Anasema wamenena kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Utaratibu gani mtakatifu? Wakatoliki mna utaratibu gani mtakatifu? Tumenena kinyume chenu. Kwa hiyo tunatakiwa mali hizo, bidhaa hizo zichukuliwe, zitaifishwe, ziwe confiscated. Hii ni ndoto aliyoyota Ellen G. White. Sasa hiki kinachoelezwa kwenye hii ndoto sio kingine, ni Jesuit infiltration. Namna ambavyo kanisa Katoliki lilivyounda jeshi katili na fidhuli la majesuiti ambalo lilikuwa na kusudi ama lina kusudi la kuua Uprotestanti ili upapa urudi kwenye hatamu yake tena ya kutawala dunia, kupitisha sheria ya Jumapili na mateso, kurindima tena kwa uaminifu kwa Mungu. Kwa hiyo wanajipenyeza kwenye makanisa yote na wanashika nafasi za uongozi na kutokea juu wanatawala kanisa zima, mfumo wote, na kugeuza hilo kanisa lielekee kwenye ecumenism, muunganiko wa kidini, kukubali kurudi katika mapatano na umoja na kanisa Katoliki. Ndicho kinachomaanishwa na ndoto hii. Sasa basi, kwa kuwa nabii alioneshwa haya, alifunuliwa na Roho Mtakatifu, maana yake mambo haya lazima yatokee. Sasa mimi ninachokifanya katika somo hili la Lijue Kanisa Lako sehemu ya 4 ni kukuonesha tu namna yalivyotimia. Namna tu yalivyotimia. Kwa hiyo basi, kwa mujibu wa ndoto hii, kanisa Katoliki linataka kuwashughulikia Wasabato kutokea ndani, adui akiwa ndani. Ni mbinu ya shetani yenye ufanisi mkubwa kuliko zote, na ndicho ambacho Ellen G. White anaandika katika Selected Messages, gombo la kwanza, ukurasa 122. Nukuu hii imenukuliwa katika Matukio ya Siku za Mwisho, UPH 2019, ukurasa wa 120. Nabii anasema, tunapaswa kuogopa kwa kiasi kikubwa waliomo ndani zaidi ya walio nje. Vizuizi vya uimara na mafanikio kwa kiasi kikubwa kabisa vinatoka ndani ya kanisa lenyewe kuliko ulimwenguni. Kwa hiyo wameingia ndani ya kanisa, na hiyo ndio hatari kubwa. Mimi ninakufunulia tu pazia ili uone yale ambayo ulifichwa usiyaone. Je, yanayotendeka huko sirini ni yapi? Ewe mtoto wa Mungu, unapoyaona hayo unapaswa ufanye nini? Hicho ndicho ninachokifanya katika somo hili, Lijue Kanisa Lako sehemu ya 4. Swali linaulizwa, je, ungependa kusikia taasisi au dhehebu lako au kanisa lako unaloliamini sana likitenda haya? Ungependa kusikia? Ninakusihi, hata kama hupendi kusikia, hebu jaribu kutega masikio usikie, ili uone mwenyewe, ufuatilie yanayotendeka sirini. Na hivyo ndivyo Mungu alivyosema katika kitabu cha Ezekiel. Ukisoma Ezekiel sura ya 7, sura ya 8 na sura ya 9, yaliyokuwa yamefunuliwa, yaliyokuwa yakitendeka sirini kwa wana wa Israeli. Israeli ya sasa
Waadventista wa Sabato. Yanatendeka sirini. Nani anayoyatenda? Wakatoliki ambao walijifanya kuwa wa Sabato, na sasa tukio linabadilika, wanabaki kwenye rangi yao halisi ya Ukatoliki, na malengo yao ndipo yanapodhihirika zaidi, kwa sababu tutawatambua kwa matendo yao. Tutawatambua kwa matendo yao. Sasa kwa sababu Roho ya Nabii inasema hivi katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa Gombo la 4 ukurasa wa 210 paragrafu ya 5, Ellen G. White anasema hivi: kazi kuu ya shetani iko katika makao makuu ya imani yetu. The chief work of the devil is at the headquarter of our faith. Kazi kuu ya shetani iko katika makao makuu ya imani yetu. Nukuu unaiona kwenye screen yako, waweza ku screenshot ukaifuatilia zaidi, ama ukapause uifuatilie zaidi. Sasa basi, kwa sababu kazi ya shetani ni makao makuu ya imani yetu, vivyo hivyo mawakala wa kishetani, hawa majesuit, hawa wa Katoliki, maana kanisa Katoliki ndio mamlaka ya mpinga Kristo duniani, ndio mamlaka ya shetani duniani, kwa mujibu wa Ufunuo sura ya 13. Akapewa yule mnyama, akapewa kiti chake cha enzi, akapewa, yani joka akampatia kiti cha enzi, kiti chake cha enzi na nguvu zake na uwezo mwingi, kwa ni mamlaka ya shetani duniani. Kwa hiyo kazi ya shetani iko makao makuu ya imani yetu. Maana yake Wakatoliki wameshika ama wanataka au wanamiliki makao makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Ninakupa ushahidi, wala usihofu. Hapa ni ushahidi kwa ushahidi. Nimesema ninafungua pazia ili uone yale ambayo ulikuwa hauyaoni, uliofichwa. Sasa tunayaweka wazi. Lijue kanisa lako, sehemu ya 4. Nitaanza na huyu kiongozi wa General Conference wa mwaka 1979 mpaka 1980, anaitwa Neil Wilson. Neil Wilson. Sasa kabla sijakupa maelezo zaidi juu ya Neil Wilson, tafadhali tazama video clip hii, na tumeitafsiri kwa Kiswahili, naamini utaelewa. Mtazame huyu dada anapotoa ushuhuda juu ya Neil Wilson alikuwa ni nani. Utashangaa kutambua ya kwamba aliyekuwa president wa General Conference tangu 1979 mpaka 1990, 1979 mpaka 1990, kwa miaka hiyo kama 11, kumbe alikuwa ni Freemason mwenye degree 33, cheo cha juu kabisa. Ndipo utaelewa kwamba ndoto ya Ellen G. White ilikuwa imeanza kutimia tangu baada ya mkutano wa the Vatican II ulioketi kule Vatican, ulioitishwa makardinali na maaskofu wote kukutana tangu 1962 mpaka 65 kutafuta namna ya kujifanya kanisa limebadilika la Kikatoliki ili kujipenyeza kwenye makanisa mengine, ili kuua uprotestanti na upinzani na kuwaleta makanisa yote na dini zote katika umapatano na kanisa Katoliki. Neil Wilson anatufungulia pazia hili. Msikilize huyu dada akieleza katika hii video clip. Babake na Neil Wilson kuwa Freemason wa degree 33. Je, kuna nakala zozote zinazoonyesha hicho kitu? Hapana, hakuna dokumenti yote ile. Lakini je, nipo kwenye kamera? Unajua nini? Nitasema niwe kwenye kamera au sipo kwenye kamera. Kulikuwa na kikundi cha shule ambacho kilikuwa kifadhiliwa na serikali. Nilifanya kazi nilipokuwa na miaka 18 kwa takriban mwaka mmoja nusu hivi nikifunga vitabu. Kilianzishwa na kufadhiliwa na serikali kwa sababu katika miaka 70 watu wengi walisema mfumo wa shule ni mbaya na walianza kusoma nyumbani. Serikali ilisema tunapoteza watoto wote hawa, lazima tuweke kifuniko kwa watoto hawa, lazima tuwafundishe kizazi kichacho.
Kwa hiyo walimlipa mtu huyu ambaye alikuwa kwenye bodi ya elimu ya Amerika. Jina lake lilikuwa ni Dr. Raymond Moore. Shangazi yangu alimfanyia kazi kwa miaka mingi. Nilienda kumfanyia kazi nilipokuwa na umri wa miaka 18. Kwenye bodi hiyo alikuwepo baba yake na Bibi Wilson, na alitumia muda mwingi sana kuoa na shangazi yangu, na alimwambia kwamba mimi ni Freemason wa degree 33. Aliniambia isili kwa miaka 12 iliyopita juu ya hili, lakini watu wa Mungu napaswa kufahamu, kujua na siogopi kufa kuambia, kwa sababu watu wanahitaji kuamka na kutambua ya kuwa kuna mboya wengi katika nyumba ya kuku kwa muda mrefu, lakini Mungu anasema nuru itangaza, na tunahitajika kuamka na kusema. Unajua maandishi ambayo yanakuja wazi krini mwangu mara kwa mara ninapofikiria juu ya mambo haya yote na kujaribu kutafuta njia yangu kupitia matope, ni Bwana anatuambia usiweke imani yako kwa wakuu au wana wa wanadamu ambao pumzi yao iko ndani ya puani. Nani tunaweza kumwamini? Watu hawa walio juu. Tunachoweza kuamini neno la Mungu, kwa sababu wanaume walioandika kitabu hiki hawakupumua, walikuwa na maono. Yumkini hukutarajia kabisa, maana hili ndilo kanisa unaloliamini na kulipenda. Hata mimi ninalipenda, lakini mimi na wewe hatukuitwa kufumbia macho uasi huu. Kufumbia macho uasi huu. Piga kelele, paza sauti yako, usiache. Yaambie ya nyumba ya Yakobo dhambi yao. Hivyo ndivyo Neil Wilson alivyokuwa. Sasa basi, ukitaka kuelewa ya kwamba huyu kweli alikuwa ni wakala wa kanisa Katoliki, Freemason mwenye degree 33, angalia mwaka 1976, kabla hajawa president wa General Conference, wakati huo akiwa ni president wa Northern America Division, NADI, aliwahi kutamka yafuatayo. Ninanukuu na nakuwekea kwenye screen hapa. Ingawa ni kweli kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato lilichukua mtazamo dhahiri wa kupinga Ukatoliki wa Kirumi, mtazamo huo kwa upande wa kanisa haukuwa chochote zaidi ya udhihirisho wa kuenea kwa kupinga upapa miongoni mwa madhehebu ya Kiprotestanti ya kihafidhina, yani conservatives, na ambayo sasa yamewekwa kwenye lundo la takataka za kihistoria. Ndivyo ilivyo kwa kanisa la Waadventista wa Sabato. Ananena kama shetani. Yani Neil Wilson anatuambia hivi, kanisa la Waadventista wa Sabato halina mgogoro na upapa, haliko kupinga upapa, kwa sababu mtazamo wa kupinga upapa ni mtazamo wa kihistoria ya Waprotestanti waliokuwa wakipinga upapa. Kwa hiyo sasa hivi ule upinzani tunautupa kwenye shimo la takataka, tupa jalalani. Hatuko kulipinga kanisa Katoliki. Ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu uko wapi? Utahubirije ujumbe huu bila kugusa kanisa Katoliki, mamlaka ya mpinga Kristo duniani? Lugha nyingine ni kwamba Neil Wilson anatuambia hivi, ujumbe wa malaika wa kwanza tupa kule, ujumbe wa malaika wa pili tupa kule, ujumbe wa malaika wa tatu tupa kule. Kwa hiyo tuko sawa sawa na Wakatoliki, tuko sawa sawa na Waanglikani, tuko sawa sawa na Walutheri, tuko sawa sawa na wapagani wengine. Maskini, inasikitisha. Baada ya kuwa president wa General Conference 1979, 1981 aliwahi kusema yafuatayo. Unaona kwenye screen yako na nukuu. Anasema, there is another universal and a truly Catholic organization, the Seventh-day Adventist Church. Hii unaiona kabisa kwenye gazeti la kanisa la Adventist Review la Machi 5 la 1981, ukurasa wa 3. Title yake inasema From the President, Cooperation and Interaction. Yani kwenye hilo gazeti walitoa maelezo ama ujumbe kutoka kwa President Neil Wilson. Anasema kanisa la Sabato ni taasisi nyingine
ya Kikatoliki duniani. Yaani ni kama vile sasa General Conference pale ni branchi ya Vatican. Unafikiri alikosea? Na ukiona Wakatoliki wanatoa matamko kama haya ya kujigamba waziwazi bila kuogopa chochote, maana yake ni kwamba walishateka General Conference, wamemaliza. Wao ndio wanamweka kiongozi wanayemtaka, wanamtoa kiongozi wanayemtaka, wasiyemtaka, wanafanya wanavyotaka. Ninachokueleza ni hiki: mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi na Mungu hafanyi kazi na mfumo huu. Endelea kufuatilia somo hili, utaelewa sasa kanisa ni nini na Mungu anafanyaje kazi sasa. Unapaswa ufanye nini? Kama itoshi, Neil Wilson mwaka 1985 akaliongoza kanisa la Waadventista wa Sabato kusajiliwa ama kujiunga na Umoja wa Mataifa. Kweli huyu hakuwa Jesuit. Ushuhuda wa yule dada kwenye ile clip ya kwamba alikuwa ni 33 degree Freemason, degree 33 za Masonic, ni wa uongo. Unawezaje kuchukua taasisi hii ya Mungu kuiunganisha na dunia? Ni nani asiyejua kwamba UN ni mamlaka ya mpinga Kristo, ni mamlaka ya Vatican? Na maana yake ni sawasawa na kulifanya kanisa la Wasabato kuwa sawasawa na makanisa mengine. Alipomaliza muhula wake mwaka 1990, Neil Wilson akastaafu akiwa amefanya kazi ya Vatican kishujaa na kwa ushindi mkubwa, akiwa amejenga msingi wa mporomoko na uasi mwingine wote mpaka sasa. Unaposikia One Voice, tumeshafungamanishwa na dunia. Akafuata president mwingine aliyekuwa anaitwa Robert S. Falkenberg. Yeye alihudumu mwaka 1990 mpaka 1999 alipojiudhuru, au unaweza kusema alipoondolewa madarakani, na nitakueleza. Kuna gazeti ama jarida linaitwa Spectrum, unaona kwenye screen yako hapo. Hii ni spring ya 1999, volume number 27, issue number 2. Unaona hapo kwenye Spiritual Journey, maelezo ya chini ni Falkenberg and the Kanaka Valley Tragedy. Sasa ukilipata ile gazeti kuanzia ukurasa wa 58 mpaka 66, inaeleza tukio lote hata ambayo ulikuwa hujajui kuhusu Falkenberg yameelezwa. Na hapa nitakuchambulia machache ili tuweze kuona namna huyu Falkenberg alivyowekwa chini ya udhibiti wa Vatican na namna alivyotumiwa kwa malengo ya kanisa Katoliki. Sisi tunasema alikuwa mchapakazi wa kiroho, mwenye karama, mwenye vipawa. Sawa, kanisa Katoliki halichukuaji vilaza, linatafuta wenye uwezo ambao wako yani ni wenye karama kubwa ili wanufaishe ufalme wa giza. Falkenberg hakutumika kwa ajili ya Mungu, japo kwa nje alionekana kwamba anatumika kwa Mungu. Dunia nzima, mahubiri kila mahali, lakini alikamatwa mahali na hakuweza kufurukuta. Kwenye hilo gazeti ama jarida la Spectrum, unaona kwenye screen yako hapo, the Kanaka Valley Tragedy. Na kuonesha tu kidogo, unaona sehemu hizo kwenye screen yako zimezungushiwa wino wa blue.
Angalia hayo kwenye maneno 1983 imeandikwa hivi kwa Kiingereza: Adventists and Catholics thrown into alliance. Ilikuwa hivi, Falkenberg alikamatwa na Wakatoliki tangu mwaka 1974 kwa mujibu wa hii Spectrum, ili jarida, alipokutana na bwana mmoja ambaye ni Mkatoliki aliitwa James E. Moore, na wakaanza kushirikiana kibiashara, kwa sababu Falkenberg alionekana ni mtu wa kupenda pesa na mtu wa biashara na shughuli. Wakamkamata hapo, wakaingia kwenye mikataba ya kibiashara juu ya uwekezaji katika hilo eneo linaloitwa Kanaka Valley. Wakaenda katika hiyo biashara katika uzoefu wa ushirikiano na huyu James E. Moore, Mkatoliki, kwa muda wa zaidi ya miaka 20 wanashirikiana. Na kwa mujibu wa gazeti hili la the Spectrum linatuambia kwamba huyu James E. Moore alikuwa na yeye ana mashirikiano na taasisi za Vatican. Kwenye hili gazeti la Spectrum ukilisoma ukurasa wa 60, ukurasa wa 64 na ukurasa wa 65, alikuwa na mashirikiano na taasisi inayoitwa Catholic Charity, ama inaitwa kwa Kilatini Vicariatus Urbis au Vicariate of Rome. Huyu James E. Moore alikuwa anafanya kazi na taasisi za Vatican. Falkenberg bila kujua, au pengine kwa kujua, maana hatujui siri nyingi, akaingia kwenye mapatano na makubaliano, na kwa sababu walikuwa wamempata alipokuwa president. Na unajua hawa Wakatoliki wana njia nyingi za kuwaweka chini ya udhibiti wao viongozi. Moja, wanapandikiza mtu wao kabisa, kama Neil Wilson alikuwa ni degree 33 Freemason. Njia ya pili, wanamtafuta mtu ambaye ana vipawa na karama, wanamuingiza kwenye mapatano na mikataba na makubaliano, alafu watahakikisha kwamba wanafanya kila waliwezalo mpaka ashike nafasi za juu za uongozi. Iko hivi, kama ulipata nafasi ya kuhudhuria session, iwe ya union, iwe ya field conference, au general conference, unaweza ukakubaliana na mimi, hakuna uongozi wa Mungu, uongozi wa Roho Mtakatifu kwenye mikutano ya session. Ni uchafu na takataka nyingi zinatendwa na wachungaji, mpaka ushirikina unafanyika. Sasa katika propaganda hizo, katika siasa hizo zinazopigwa, watahakikisha ile cabinet ama nominating committee inayoingia wameingiza watu wao, na hapo wanakuwa na majina kadhaa wanaoyataja, ili jina lolote kati ya hayo likipita, ameangukia kwenye mtu anayemtaka. Kwa mfano, wanaweza yakaja majina 4 yote yametajwa na mawakala wa Vatican kwenye session hapo GC, na wakijua kabisa kwamba kati ya hawa 4 yeyote akipita hapa ni mtu wetu. Ama wanaweza wakahakikisha kwamba katika hayo majina fulani lazima apite. Wameshafanya lobbying, wameshafanya siasa zao, wameshaweka mambo sawa. Kwa hiyo walihakikisha Robert S. Falkenberg anashika nafasi ya juu kama president ili watimize azma yao. Falkenberg akapita kuwa president, lengo lao likatimia. Sasa utajua kwamba walikuwa na malengo hawa Wakatoliki, na tayari General Conference ilikuwa imeshatekwa. Falkenberg alitekeleza wanaoyataka Wakatoliki. Kwa namna gani? Aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya General Conference
ama communication department director wa tangu 1988 mpaka 94 alikuwa ni mwanamama aliitwa Shirley Barton. Ilipofika mwaka 1993 iliibuka kule Texas skendo fulani ya watu waliojimega kwenye kanisa waliokuita Davidians katika eneo la Waco, ambalo lilifanya reputation ya huyu mama kushuka, na General Conference ilifanya maamuzi mwaka 1993 kinyume, yani bila kumpa taarifa, ya kuteua mtu mwingine ashughulikia lile ambayo yeye alikuwa akilifuatilia na kulishughulikia mwanzo. Yani umetumwa wewe ukalisimamia jambo fulani, alafu ghafla anatumwa mwingine na hujapewa taarifa yoyote. Na ilipofika mwaka 1994 huyo mama akastaafu. Inawezekana alistaafu tu hivi hivi. Kuna kitu kilichokuwa kinatafutwa na utakiona. Alipostaafu akaingia mwingine kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano, anaitwa Raymond Dabrowski. Amehudumu muda mrefu sana kama mkurugenzi wa mawasiliano General Conference. Alipoingia tu, jambo aliloanza nalo ni kubadili nembo ya kanisa. Nasema kubadili kwa sababu ilikuwepo, na nitakupa ushahidi katika roho ya unabii. Na kumbe alikuwa na kazi. Sasa sikia, unaona kwenye screen yako hapo the story behind the church logo. Waweza kutafuta hii website Rock Mountains Conference of Seventh-day Adventists. Unamwona hapo nimezungushia hiyo wino wa blue, anaitwa Raymond Dabrowski. Sasa angalia huo mstari wa blue niliopiga hapo chini, kuna maneno haya: as a global church body we had no logo before 1996. Yani kama kanisa la ulimwengu hatukuwahi kuwa na logo kabla ya 1996. Haya ni maelezo ya Raymond Dabrowski, sasa akiwa mkurugenzi wa mawasiliano, communication department director wa General Conference tangu 1994. Akaanza kazi na kubadili logo ya kanisa. Hiki kilichokisema ni uongo, kwa sababu kinapingana na nukuu hii ya roho ya unabii, Selected Messages Volume 2 ukurasa wa 385 paragrafu ya 2. Nabii anasema hivi: kundi lilipitishwa mbele yangu chini ya jina la Waadventista wa Sabato. Yani nabii anaeleza kwenye maono, kundi lilipitishwa mbele yangu chini ya jina la Waadventista wa Sabato, waliokuwa wakitoa maelekezo kuwa nembo au ishara inayotufanya sisi kuwa watu tofauti isishikiliwe sana kwa nguvu, maana walidai kuwa sio utaratibu mzuri katika kujipatia mafanikio katika taasisi zetu. Nembo hii inayotutofautisha itapaswa kupelekwa kila mahali ulimwenguni hadi kufungwa kwa mlango wa rehema. Utamalizia hiyo nukuu hapo kwa wakati wako. Sasa kwa mujibu wa Ellen G. White, anaoneshwa kwenye maono kwamba lingekuja kutokea mbeleni watu ambao walikuwa wamejishajipenyeza, lakini kumbe hawakuwa Waadventista Sabato, walikuwa ni Wakatoliki. Hao walikuwa wanatafuta kuiondoa nembo, kumbe ilikuwepo. Na Ellen G. White anakiri kwamba nembo hiyo inapaswa kuendelezwa, kupelekwa mbele mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Hiyo nembo ni nini? Inapatikana wapi? Inapatikana Ufunuo sura ya 14 fungu la 6 mpaka 12. Ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Hapo ndipo inapatikana nembo. Kwa hiyo tulikuwa nayo, na ilikuwa ikiwa inatumika na makanisa mahalia, ilikuwa inatumika na conferences mbalimbali, ilikuwa inatumika na unions mbalimbali, na some divisions walikuwa wanatumia nembo ya malaika watatu. Kwa hiyo ilikuwepo. Huyu bwana Raymond Dabrowski alisema uongo ili atimize makusudi ya mabwana wao waliomtuma alipopenyezwa kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa sikia,
alianzaje hiyo kazi? Kumbuka Robert S. Falkenberg ameshafungamanishwa kwenye mkataba na James E. Moore ambaye ni Mkatoliki na anafanya biashara na mashirika ya Kikatoliki kutoka Vatican. Kwa hiyo Robert S. Falkenberg amedhibitiwa na Wakatoliki, hafurukuti, na wakatumia fursa hiyo kupenyeza mambo yao. Mwaka 1995 idara ya wana wa kike, feminism, women empowerment ikapita chini ya Falkenberg. Mwaka 96 mabadiliko yakapitishwa, idhinishwa kwenye vikao vya kamati kupitisha mabadiliko ya nembo. Na mwaka 97 wakaipitisha ile nembo inayotumika sasa, ambayo ilifanywa marekebisho kidogo mwaka 2016. Sasa sikia maelezo haya, unaona kwenye screen yako. Inaeleza kwamba anasema kuna story namna ambavyo kanisa la Waadventista wa Sabato lilipitisha lilivoti katika mkutano wa General Conference wa Executive Committee kupata logo ya sasa. Sasa huyu Rajmund Debruwski akiwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya General Conference anaeleza hapa kwenye hii blue niliyozungushia hapa kwenye maelezo, unaona, na wewe unaweza kufuatilia. Naeleza haya kwa wale ambao wasiojua lugha ya Kiingereza ili waelewe kilichoandikwa hapa. Anaeleza kwamba alifanya mazungumzo ama majadiliano na Pastor Robert S. Falkenberg akiwa president wa General Conference juu ya nini? Juu ya kutengeneza logo mpya. Sasa ngoja nisome maneno haya kwa Kiingereza alafu nijaribu kutafsiri. Angalia kwenye hiyo blue iliyozungushwa hapo. Naanzia hapa. Anasema I recall a conversation with Pastor Robert S. Falkenberg. Ninakumbuka mazungumzo niliyoyafanya na Pastor Falkenberg akiwa ndiye president wa kanisa la ulimwengu. Anasema where I passionately expressed the view that it was high time we supported our interest in the unity of the global church and protect our church from abuses of the independent use of the church's name. Yani anawaambia kwamba sasa niliongea kwa msukumo wa ndani wa kumweleza president ya kwamba tunapaswa sasa tutafute namna ya kuleta umoja wa kikanisa na kujaribu kulinda kanisa letu na wale ambao ni watu independent wanaotumia jina la kanisa. Anaendelea kusema the logos used by various church entities are all over the place, I argued. Anamwambia logo zimekuwa zikitumika na hapo ni wale malaika watatu zimetumika na entities za kanisa, manake level mbalimbali ama vitengo mbalimbali, taasisi mbalimbali za kanisa la Waadventista wa Sabato kila mahali. Anasema do we care enough about our own brand and the ethos as a faith community to make our identity visible in a consistent manner? Anasema aje, hatuwezi kujali kiasi ambacho na sisi tukawa na brandi moja kama jamii ya waamini itakayotutambulisha kwa uwazi zaidi katika namna hiyo hiyo. Hapa anajaribu kupresent hoja yake kwa president kwamba sasa tutengeneze logo inayotuunganisha Waadventista wa Sabato wote chini ya logo moja, ili itumike hiyo kwa ajili ya maslahi ya kisheria na kiusalama kwa jina la kanisa. Huu ulikuwa ni uongo, kwa sababu kama kulikuwa kunahitaji logo hiyo ya malaika watatu ilipaswa itengenezwe hiyo, ivotiwe tu kwamba sasa ndio logo, kwa sababu Ellen G. White amesema hiyo ndio logo, ndio banner of truth, na ndio litakiwa ibebwe mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Sasa na kwa nini nasema huu ni uongo? Sikia nabii anachosema katika Selected Messages
volume 2 page 385 paragrafu ya kwanza. Nabii anasema, niliambiwa kwamba watu wataajiri ama kutunga kila aina ya utaratibu au sheria au policy ili kushusha kipeo cha utofauti kati ya imani ya Waadventista wa Sabato na wale wanaoshika siku ya Jumapili. Kwa hiyo kupitia kwa huyu mkurugenzi wa idara ya mawasiliano General Conference, wakati huo anatumia advantage ya huyu Falkenberg kuwa sasa ana mikataba na Wakatoliki, kwa akawekwa chini ya udhibiti wa Wakatoliki kupitisha hoja zao za kutaka tufanane na makanisa mengine kupitia logo. Na utaona mfanano wa logo hii na logo za makanisa mengine, logo inayokubaliana na ecumenism, muunganiko wa kidini, umoja wa makanisa ulimwenguni. Nabii alishaoneshwa na unabii huu umetimia, na wewe ni shahidi. Sasa angalia kwenye screen yako, tazama hizo logo za makanisa mbalimbali, na hiyo ya Waadventista wa Sabato ikiwa hapo katikati. Unaona hiyo mienge mitatu, ziko logo zina hiyo mienge. Unaona huo msalaba, ziko logo zina hiyo misalaba. Kwa hiyo nabii anachokisema hapa, niliambiwa kwamba, aliambiwa na nani? Na Mungu. Alifunuliwa kwamba watu wataajiri ama watatunga kila aina ya utaratibu au sheria au policy ili kushusha kipeo cha utofauti kati ya imani ya Waadventista wa Sabato na wale wanaoshika siku ya Jumapili. Ecumenism. Kuna utofauti gani? Tazama tena kwenye screen yako. Kuna utofauti gani wa hizi logo hapa? Tumekuwa wamoja na wale wanaotunza Jumapili. Oh Mungu wangu. Majesuiti kazini. Kutokea makao makuu ya imani yetu, Shetani anafanya kazi kupitia mamlaka ya mpinga Kristo duniani, Kanisa Katoliki. Wamepenyeza watu wao, wanafanya ya kwao. Angalia logo ambayo ilitakiwa kuwa, tazama hapo juu kwenye maneno patakatifu, ujumbe wa malaika watatu unatuleta kwenye huduma ya Yesu patakatifu pa mbinguni. Ujumbe wa malaika wa kwanza unaanzaje? Mcheni Mungu na kumtukuza. Kwa nini? Kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Hukumu hii ni hukumu gani? Ni hukumu ya upelelezi iliyoanza mwaka gani? 1844 tarehe 22 Oktoba. Maana yake logo hii ya ujumbe wa malaika watatu inatuleta kwenye kutazama huduma ya Yesu patakatifu mbinguni. Na ndio maana nabii alisema kwamba inapaswa kubebwa, kupelekwa ulimwenguni kote mpaka kufungwa kwa mlango wa rehema. Kwa sababu kufungwa kwa mlango wa rehema, Yesu anamaliza huduma hii. Na akimaliza hakuna tena maombezi, hakuna kazi tena ya injili, kilio kikuu kinakuwa kimekoma. Kwa hiyo logo ya ujumbe wa malaika watatu ndio hiyo inayoturepresent wa Adventista wa Sabato na ujumbe wetu. Lakini hii logo ya sasa ni logo ya kutuleta kwenye umoja wa makanisa. Na ndio maana rahisi tu kusema leo one voice tunaondolewa. Tazama kwenye bango hapa, tunaondolewa patakatifu pa patakatifu, tunaletwa kwenye behewa ya nje ambapo umepewa mataifa, watakanyaga mji mtakatifu miezi 42. Tunaletwa kwenye kusherekea au kumbukumbu ya ubatizo wa Yesu, kwa sababu hapa kwenye birika ya kutawadha ndio Yesu alitimiza matakwa haya ya Torati kwa njia ya kubatizwa kwake mwenyewe. Akawa sasa ametiwa mafuta na kuwa tayari kwa ajili ya kuhudumu kama kuhani. Ndio mwaka wa 31 akafa msalabani, na baada ya kufuka kwake siku 40 akapaa mbinguni, akaanza huduma. Chumba cha kwanza mwaka 1844 akaingia chumba cha pili. Logo hii ya sasa haiturepresent. Majesuiti wamebeba, wameondoa ule ujumbe wetu. Sasa tumebaki hatuna ujumbe, kwa hiyo tunaunganishwa na makanisa ya ulimwengu huu. Sasa tukiwa hatuna upinzani na Kanisa Katoliki, kwa sababu ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu ndio ujumbe ambao unapingwa na Kanisa Katoliki, unachukiwa na Kanisa Katoliki. Maana hapo ndipo kiini cha uprotestanti wa kweli, na ujumbe huo walikabidhiwa Waadventista wa Sabato. Na malengo ya majesuiti
kuanzishwa jeshi hili na Wakatoliki ni kuua Uprotestanti. Angalia ujumbe wa malaika wa kwanza, mcheni Mungu na kumtukuza. Nini maana ya kumcha Mungu? Ni kurudi kwenye kuzitii sheria zake, amri 10. Nani aliyobadili amri 10? Ni kanisa Katoliki, ikiwemo Sabato imebadilishwa na nani? Kanisa Katoliki. Kwa nini wasichukie huu ujumbe? Kumtukuza ni kuishi kiafya, kuwa na tabia yake, na hawa wanataka tuwe na tabia ya kishetani. Hakuna utaratibu wa kiafya, hakuna kanuni za ulaji kwa kanisa Katoliki na unywaji, kula chochote, kunywa chochote. Huko hatuwezi kumtukuza Mungu. Lakini ujumbe wa malaika wa kwanza unatuleta kutazama macho yetu patakatifu pa patakatifu, kumfuata Yesu aliko kwa imani. Unatuleta kutazama juu ya hukumu ya upelelezi, kutafuta kuhesabiwa haki bure kwa imani, kutafuta mapatano na Mungu, tupatane na tabia ya Mungu ambayo inadhihirishwa kupitia sheria yake, tufanane na mwanaye. Ujumbe wa malaika wa pili unasemaje? Umeanguka, umeanguka Babeli. Babeli ni nani? Kanisa Katoliki. Ujumbe wa malaika wa tatu, ole inatolewa, onyo inatolewa, atakayepokea alama ya mnyama, atakayemsujudu yule mnyama na sanamu yake na kupokea chapa, atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu usiochanganywa na maji. Mapigo 7 yatamhusu. Hapo tunaletwa kufahamu mnyama ni nani, alama ya mnyama ni nini, sanamu ya mnyama ni kitu gani, inaundwaje. Hapo tunatazama Ufunuo 13. Inatuleta kwenye muungano wa mnyama wa kwanza na mnyama wa pili, upapa na taifa la Marekani. Angalia sasa muungano wa taifa la Marekani na upapa. Tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka 2026, kanisa taifa la Marekani likawekwa wakfu kikatoliki. Na sasa wako kwenye harakati za kupitisha sheria ya Jumapili. Siku ya uhuru tarehe 4 mwezi wa 7 2026 mwaka huu, Marekani inapotimiza miaka 250, nini walifanya? Wamepeleka medali ya religious liberty, uhuru wa kidini kwa papa. Kweli huyu anastahili kupewa hiyo medali? Kanisa Katoliki linasimamia uhuru wa kidini. Uhuru gani huo? Pambano Kuu sura 35 na 36 tumeiweka wapi? Kwa nini watu wa Mungu hawajui yote? Kwa sababu ujumbe wetu umeporwa. Tumefungwa mdomo. Mbwa aliyong'olewa meno anabweka lakini hana madhara. Na wewe ni shahidi. Katika mahubiri ya Njombe Net Event ulisikia jumbe hizi. Uliona Ufunuo 13 ikifafanuliwa. Ulisikia Marekani ikitajwa. Imefika wapi katika historia ya kinabii? Hukumu ya upelelezi ilielezwa. Huduma ya Yesu patakatifu mbinguni ilitajwa. Inaonekana tu tunahubiri, tunafanya kazi, lakini kumbe hatuna mapatano na Mungu, kwa sababu tumemwacha Mungu na tumejifungamanisha na mamiungu na mabaali, ibada ya sanamu. Angalia kwenye screen yako hiyo nembo hiyo ya malaika watatu. Nini kimetokea mpaka tuwe na nembo hii? Majesuiti walikuwa kazini. Angalia kwenye nembo ya sasa kuna msalaba hapa. Ndivyo tunavyokuwa represented sisi Waadventista wa Sabato. Ni kweli Yesu alikufa msalabani, na tunaamini hivyo, lakini hatuna desturi ya kuchora misalaba. Hiyo desturi sio yetu. Ellen G. White anasema yafuatayo katika Pambano Kuu, The Great Controversy, peji 568 paragrafu ya kwanza. Wakatoliki huweka misalaba kwenye makanisa yao, kwenye altare zao na kwenye mavazi yao. Kila mahali huonekana alama ya msalaba. Kila mahali msalaba unaheshimiwa na kutukuzwa kwa muonekano wa nje. Lakini mafundisho ya Kristo yanazikwa chini ya mkusanyiko wa mapokeo yasiyo na maana, fasiri za uongo na amri za shuruti. Ni nani wenye hati miliki ya hii misalaba na kuchora misalaba? Wa Katoliki. Kwa hiyo angalia hiyo screen yako, hiyo logo, unaona picha ya Papa Leo ameshikilia hiyo logo. Hii ni logo yangu na ni hakika. Hii logo ni ya Kikatoliki. Ukatoliki umeshinda. Lakini nataka niwaambie hivi, majesuiti na mawakala wa shetani mnaonifuatilia, hamjashinda hii vita, hamjaishinda.
Yesu anao watu waaminifu ambalo ndilo kanisa la halisi la Waadventista wa Sabato. Watapambana mpaka mwisho kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na hatimaye Yesu atachukua ushindi. Baada ya kumaliza kazi yao Majesuiti na kumtumia Robert S. Falkenberg, wakamtoa madarakani. Angalia, katika kikao cha kamati tendaji executive committee kilichoitishwa tarehe 1 mwezi wa 3 mwaka 1999 saa 2 asubuhi, Falkenberg alisema yafuatayo. Wakati huo sasa tuhuma ikaibuliwa, yani ilikuwepo wakiwa wamemshikilia, baadaye ikaletwa hadharani public. Robert Falkenberg akiwa anadaiwa tuhuma ya madai, anadaiwa dola milioni 8. Kama president wa General Conference ilikuwa ni aibu. Sasa haya ndio matokeo ya kufanya ubia na Wakatoliki na wasio wa imani, kujifungamanisha na watu wa ulimwengu huu. Wakatoliki wamemaliza kumtumia, wanamuondoa, wanamweka mtu mwingine wanayemtaka. Sasa kabla sija kusomea hiki ambacho Falkenberg alikisema kwenye mkutano wa executive committee wa tarehe 1 Machi 1999, angalia kwanza neno la Mungu linachosema. Tuangalie kwanza neno la Mungu linachosema katika Wakorinto. Tuanze na Timotheo wa kwanza sura ya 6 fungu la 10. Kilichomtia hatiani Falkenberg, tamaa ya pesa. Na hii ipo mpaka leo. Kuna wachungaji wapiga madili, wachungaji wana uchu wa pesa, fanya biashara mpaka ambazo zinatia aibu. Kuna siku shetani atawaibisha. Shetani hana huruma. Akisha kutafuna kama vile anatafuna mua, utamu ukiisha, anakutema kama ganda ambalo unabaki huna thamani. Rudi kwa Yesu. Hata wale wachungaji washirikina, ili wapate madaraka, mivuto ya kimadaraka, rudini kwa Yesu kabla hamjachelewa. Muda si rafiki. Rehema inaenda kukoma hivi karibuni kwa Adventista wa Sabato. Sikia Timotheo wa kwanza 6:10 inasema, maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Falkenberg alijichoma kwa maumivu mengi, alifarakana na imani kwa sababu ya kupenda fedha, akashikamanishwa kwenye mikataba na Vatican, na wakafanya yao kwa sababu walikuwa wamemfunga kinywa na kumuongoza afanye wanayoyataka, na kweli aliwafanyia kazi njema. 95 idara ya wanawake, feminism, women empowerment. Mpaka leo tunaimba Sabato maalum ya wanawake, Sabato ya msisitizo wa idara ya wanawake. Nasisitiza nini? Laiti ungelijua. Shetani anajua huku mwishoni anakuja kuimarisha familia, na kichwa cha familia ni baba. Anataka kuinua kina baba wachukue nafasi zao kama makuhani wa familia, ili kukusanya wakusanye wake zao na watoto chini ya mwamvuli wa Yesu, waandaliwe kwa ajili ya mvua ya masika. Shetani akatangulia kuinua wanawake na kuwashusha chini wanaume. Women empowerment ikaingia. Logo ya kanisa ikabadilishwa. Wakorinto wa pili sura ya 6 fungu la 14 mpaka 18, msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawasawa,
Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari? Au yeye aaminia na sehemu gani pamoja na yeye asiyeamini? Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai, kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Fucking baby, hakusoma haya mafungu? Alikuwa yajui haya mafungu? Sikia nabii anachosema katika PK, Patriarchs and Kings, Prophets and Kings. PK ni Prophets and Kings, ukurasa wa 570 571. Nabii anasema hivi: hatuwezi kamwe kumudu kuhatarisha kanuni kwa kuingia katika ushirikiano na wale wasiomcha yeye, wale ambao huja na maneno laini na ya kuvutia, wakionekana kutafuta ushirikiano wa kirafiki na watoto wa Mungu. Wana uwezo mkubwa wa kudanganya. Kila nafsi inapaswa kuwa macho dhidi ya watu kama hao, ili mtego uliofichwa kwa ustadi na uliotegwa kwa werevu usije ukamnasa bila kutarajia. Falkenberg alijifungamanisha na Wakatoliki na walimtumia. Dara wana kike kapita wakati wake, lakini pia nembo ya kanisa, logo ya kanisa ikabadilishwa, na ilitabiriwa katika Zaburi ya 74 fungu la 4 mpaka la 9 juu ya mabadiliko ya logo. Sio tu Ellen G. White aliandika. Ellen G. White hakuandika from nowhere. Ellen G. White aliandika kile ambacho kipo kwenye Biblia. Zaburi ya 74 mstari wa 4 mpaka wa 9 nasema, watesi wako wamenguruma kati ya kusanyiko lako, wameweka bendera zao ziwe alama. Wameweka bendera zao ziwe alama. Nembo ya kanisa hii tunayotumia sasa ni bendera ya Kikatoliki, ni nembo ya kishetani, sio nembo yetu. Nembo yetu iko kwenye Ufunuo sura ya 14. Endelea kusoma. Wanaonekana kama watu wainuao mashoka waikate miti ya msituni, na sasa na kishi yake yote pia wanaivunja vunja kwa mashoka na nyundo. Wakatoliki wanafanya kazi ya kuvunja vunja kwa mashoka na nyundo. Wanaharibu pale General Conference, wakijua kabisa kutokea General Conference wanatawala kanisa ulimwengu mzima. Wamepatia moto patakatifu pako. Ndio maana ujumbe wa patakatifu hausikii leo. Hukumu ya upelezi haifundishwi leo, kwa sababu moyo mkuu wa kazi kule General Conference unaugua. Unatupa mkondo wa damu iliyo dhaifu kwenye mifumo yote, maeneo yote ya mwili, mpaka huko kwenye makanisa mahali ya chini kabisa tunaugua, kwa sababu majesuit wameshika kanisa Katoliki. Upapa umetawala kanisa Katoliki. Wamepatia moto patakatifu pako. Naendelea kusoma. Wamelinajisi kao lako, kao la jina lako hata chini. Walisema mioyoni mwao, na tuwaangamize kabisa. Mahali penye mikutano ya Mungu wamepachoma moto. Katika nchi pia hatuzioni ishara zetu, wala sasa hakuna nabii, wala kwetu hakuna ajuaye hata lini. Oh maskini, hata lini? Hakuna nabii, maana yake hakuna maono, hakuna mwenye macho ya kuona, hakuna mwana wa Isakari atakayesoma roho ya unabii na Biblia na kutuambia kwamba njia tunayoendea sio yenyewe. Sasa turudi kule kwa Falkenberg. Katika executive committee iliyoitishwa kwa dharura Machi 1, 1999, baada ya Wakatoliki kuwa wameshamtumia Falkenberg, sasa wanamtema kama vile mtu ametafuna mua, amefyonza utamu, wameshafanya yao, wanamtupa nje ili waingize mtu mwingine, hawamuhitaji tena. Na hivyo ndivyo inavyogharimu watu kuuza nafsi zao kwa shetani. Kuuza nafsi zao kwa shetani. Falkenberg alisema yafuatayo: tulijua kuwa gharama za kesi mahakamani zingekuwa kubwa zaidi kuliko gharama za kufikia makubaliano ya nje ya mahakama. Hivyo, kwa idhini na ushiriki mkubwa
wa kampuni ya bima ya kanisa. Ijumaa iliyopita mawakili wetu walifikia makubaliano na Bwana Mo, ambapo aliondoa madai yake dhidi ya wadaiwa wote ikiwemo mashirika yote ya kanisa. Kwa hivyo kesi hiyo imefikia mwisho. Katika mkutano huo alikuwa katibu mkuu wa General Conference Ralph Thompson alisema yafuatayo: mnamo tarehe 7 Februari 1999 Robert S. Falkenberg alitumia barua yake ya kujiuzulu. Hatua hiyo ya Falkenberg ilibadilisha lengo la mkutano wa leo. Hatuhitaji tena kuamua iwapo aendelee kuwa president, na tunaona kuwa ni kwa maslahi bora ya kanisa kutochambua sababu zote zilizopelekea kujiudhuru kwake. Maslahi bora ya kanisa ni uongo. Ni uongo kabisa. Sasa sikia. Kwenye screen yako unaona maneno hayo niliyo ya zungushia wino wa blue. Kwenye lile gazeti la Spectrum inapoeleza skendo hii ya Falkenberg, anasema hivi: Falkenberg resigned before the executive committee met on March 1st. Then after the resignation, just before the executive committee convened, Mo announced that he was dismissing the suit with prejudice. Sasa ukisoma hii skendo yote kwenye ile gazeti lilokuwekea hapa la Spectrum, utagundua kwamba Falkenberg alikuwa akitafuta namna zozote, kila namna ya kumplease James E. Mo aondoe madai yake. Mo alikuwa anakataa. Amekataa kabisa. Na wakamvumilia Wakatoliki, ameshafanya ya kwao, ameshamtumia, saa inafika anaenda mahakamani na kwenye public inajulikana kwamba Falkenberg, president wa General Conference, anadaiwa dola milioni 8 na James E. Mo, Mkatoliki anayefanya biashara na mashirika ya Kikatoliki kutoka Vatican. Hawana kazi naye tena, wanataka kumtoa. Na utaelewa kabisa kwamba Falkenberg alidanganya kwenye kikao cha kamati cha Machi 1, 1999 kwamba eti kwa kupitia shirika la bima la kanisa, kwa kupitia na mawakili wa kanisa wakafikia makubaliano. Huo ni uongo, kwa sababu hapa maelezo wanasema hivi, ile gazeti linasema Spectrum anatuambia Falkenberg alipofanya maamuzi ya kuresign, James E. Mo akaondoa madai yake, akafuta kesi. Kwa kumbe walikuwa wamembana mpaka ajiudhuru, ndio lilikuwa lengo. Sasa anaposema settlement iliyofanyika, yani settlement au makubaliano ya kumaliza ile kesi iliyofanyika, yalikuwa ni yapi? Walikubaliana kwamba sasa tunachotaka utoke madarakani, tumweke mtu mwingine. Umemaliza kazi yako, hatukuhitaji tena. Kwa sababu hapo kwenye gazeti unaona mstari uliopigiwa, mstari wa blue hapo, anasema church attorneys have asked about the settlement terms that led the suit being dismissed. They have been told that the church will not receive any information because of confidential clause in the settlement. Walikataliwa kupewa maelezo, makubaliano yalikuwaje mpaka kesi imeondolewa. Alafu kule Falkenberg anasema kwamba mawakili wetu walikubaliana na James E. Mo akaondoa kesi. Ulikuwa ni uongo. Aliongea uongo mbele ya kamati. Haya mambo yanatia aibu, yanafanya masikio ya washe, lakini ndio ukweli. Hawakuwa hapo General Conference wakimtumikia Mungu wa mbinguni, na hawakuwekwa na Mungu wa mbinguni. Waliwekwa na kanisa Katoliki, na kanisa Katoliki lilifanya linachotaka kwa sababu limeshika General Conference. Nataka nikwambie hivi, mpaka president wa sasa Elton Koila hajawekwa na Mungu hapo, na Mungu afanyi kazi na General Conference. Sio sauti ya Mungu tena. Sio sauti ya Mungu tena. Tumekaririshwa hivi, mfumo wa kanisa ndilo kanisa la Mungu. Mungu atalipigania kanisa lake. Wewe nyamaza kimya, usiliseme kanisa, atarekebisha kasoro, litaonekana kama linaanguka lakini halitaanguka. Point namba 3 tuliokaririshwa.
GC ni sauti ya Mungu. Lolote kutoka juu linapaswa kutiiwa bila swali. Huo ni uongo. Namba 4, nuru ili iwe nuru ya kanisa lazima ifunuliwe na kanisa zima, yaani kuanzia juu kuja chini. Je, Mrumi atabadilika? Kwa sababu kama General Conference ndio inatawaliwa na kanisa Katoliki, na huo ndio ukweli wote, kanisa Katoliki linamiliki General Conference. Yani ni hakika kabisa. Tangu kwa Neil Wilson mpaka sasa mapresidenti wote walikuwa wanatumika kwa niaba ya Vatican. General Conference imetumiwa na Vatican kwa ukamilifu wake. Mungu hajafanya kazi na General Conference. Halafu unatuambia mfumo wa kanisa ndilo kanisa. Huo ni uongo, sio kweli. Mungu atalipigania kanisa lake. Unamaanisha ataupigania mfumo huu ulioasi? Sio. GC sio sauti ya Mungu. Kwa hiyo haiwezekani tukatii chochote kinachotoka huko juu mpaka tumeprove kwenye maandiko. Na kwa kuwa yanayoletwa yote yametengenezwa na majesuiti, hakuna kinachokubaliana na maandiko. Ni uasi mtupu. Sasa sikia, Ellen G. White anachotafsiri kuhusu kanisa. Upward Look 315 paragrafu ya 5. Mungu ana kanisa, si jengo kubwa Great Cathedral, wala si usajili usimikwaji wa kitaifa National Establishment, wala si madhehebu mbalimbali. Ni watu wanaompenda Mungu na kuzishika amri zake. Walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo hapo hapo katikati yao. Mathayo 18:20. Ambapo Kristo yupo hata miongoni mwa watu wachache wanyenyekevu. Hili ni kanisa la Kristo. Kwa kuwa uwepo waliye juu na mtakatifu akae milele peke yake unaweza kuunda kanisa. Kanisa ni nini? Ni mfumo wa General Conference? Ni mfumo uliopo unions na mafields na makanisa mahalia? No. Kanisa ni watu. Na hilo ndilo kanisa la Waadventista wa Sabato, na ndilo ambalo halitaanguka. Na ndilo ambalo Mungu atalipigania. Mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo Mungu anaita sasa wanaume na wanawake watoke kwenye huu mfumo ulioasi. Watoke kwenye mfumo ulioasi. Na hivi karibuni, kwa sababu mfumo huu shetani ameuteka, kanisa Katoliki lina uratibu na unatengeneza programs mbalimbali za kuwafanya watu walale, wasiujue ukweli wa sasa, washindwe kusimama wakati wa hukumu ya upelelezi, ili waandaliwe kwa alama ya mnyama. Wale wote watakaobaki watiifu kwa mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato, watiifu kwa wachungaji, viongozi wa kanisa ambao wanatetea mfumo badala ya kumtetea Mungu na kweli yake, watu hao wanaenda kupokea alama ya mnyama. Wale wote ambao hawatapokea alama ya mnyama lazima wajiondoe kwenye mfumo ulioasi. Lazima wajiondoe kwenye mfumo huu ulioasi. Mpendwa mtazamaji, mimi kama nilivyosema, ninafunua tu pazia ili uone upande ule ambao ulikuwa huoni. Huo ndio ukweli ya kwamba mfumo wa kanisa umeasi. Na kwa kuwa shetani anafanya kazi General Conference ili kutokea hapo atawale kanisa lote ulimwengu mzima, ndio maana tunakueleza kuhusu General Conference na namna ilivyoshikwa na shetani. Mmemzungumzia Neil Wilson, alikuwa ana degree 33 za Masonic. Kamzungumzia Fauconberg, namna alivyoshikamanishwa kwenye mikataba na Wakatoliki, wakafanya walioyafanya na kisha wakampaki pembeni, wakamuingiza John Paulsen. Baada ya John Paulsen akaja Ted Wilson. Baada ya Ted Wilson akaja Elton Coiler. Usikose kufuatilia sehemu inayofuata, Lijue Kanisa Lako, sehemu ya 5. Tutaanzia hapo kwa John Paulsen aliyoyafanya, namna Katoliki lilivyomtumia, kuja kwa Ted Wilson namna alivyotumiwa na kanisa Katoliki, kuja kwa Elton Coiler anayemalizia kazi tunapoelekea kutangaza kwa sheria Jumapili. Waadventista wa Sabato tunaambiwa tuzungumze sauti moja. Tunaunganishwa na makanisa mengine, tunaletwa kwenye mipango ya UN, tunaletwa kwenye Laudato Si. Usikose kufuatilia. Tutachambua kipengele baada ya kipengele. Tutaona hao watatu waliosalia. Utapata uthibitisho ya kwamba kweli kanisa Katoliki linatawala General Conference, linamiliki General Conference, na kutokea hapo kanisa lote la Waadventista wa Sabato linawekwa chini ya udhibiti wa kanisa Katoliki. Ni wale waaminifu tu ambao ndio kanisa la Waadventista wa Sabato hasa kwa mujibu wa kitabu cha Upward Look 315 paragrafu ya 5
nabii anavyosema kwamba Mungu ana kanisa duniani, sio hayo majengo, sio Great Cathedral, wala sio national establishment, sio usimikwaji wa kitaifa. Ni watu waaminifu na watiifu. Hao hawatakubali kuwa chini ya mipango ya kanisa Katoliki, na hao ndio watakuwa target ya kanisa Katoliki inapopitishwa sheria ya Jumapili na kulazimishwa watu wote waabudu kinyume na dhamiri zao. Wanatafutwa waaminifu na wataendelea kuwepo. Kwa hiyo kanisa Katoliki, niwatangazie Majesuit, hamjashinda. Hii vita bado ni mbichi. Baba wa mbinguni anatawala na mshindi ni Yesu. Kubali ndugu mtazamaji, uwe kati ya hao washindi watakaopokea mvua ya masika, watakaotoka mijini sasa na kwenda mashambani kuandaliwa kwa ajili ya kupewa tabia ya Yesu, kwa ajili ya mvua ya masika, kwa ajili ya kilio kikuu, kuhitimishwa onyo la mwisho kwa ulimwengu huu. Kwa nini usichague leo kuacha yote na kumfuata Yesu? Ikiwa tu utaamua kulifanya neno la Mungu na roho ya unabii kuwa kinga yako. Pambano Kuu sura ya 37, maandiko ni kinga. Tunapaswa kumsikiliza Yesu na sio wachungaji, sio viongozi, sio mfumo unasema nini. Nimesema, nimetoa vielelezo, waweza kufuatilia na ukathibitisha mwenyewe. Ninafikiri sio haki kuitwa muasi ama nimekosea kwa kusema ukweli. Muasi ni yule anayesema kinyume na Biblia na roho ya unabii. Nihukumiwe basi. Kosa langu ni lipi kwa mujibu wa Biblia na roho ya unabii? Ukiona ninachosema kiko sawasawa, Mungu anakupenda na huo ni ujumbe wake, anataka ufanye maamuzi ya haraka. Na Mungu akubariki. Usikose sehemu ya 5. Tuendelee kwa Jan Paulson, Ted Wilson mpaka kwa Elton Quayle. Uone namna General Conference inavyotumiwa na kanisa Katoliki. Ile ndoto ya Ellen G. White, aliona msafara wawili na baadaye wakageuka kuwa ni msafara wa Kikatoliki, wakasema hii nyumba iko chini ya ulinzi, mali zake, bidhaa zake lazima zitaifishwe, wamenena kinyume na utakatifu wetu. Ndoto hiyo imeshatimia na sasa kanisa Katoliki linadhibiti General Conference. Mimi nimefunua pazia ili uone yanayotendeka. Kasome Ezekiel 7, Ezekiel 8, Ezekiel 9. Mungu alifunua pazia kwa nabii wake kumuonesha uchafu unaofanywa na kanisa lake. Na Mungu anatumia wanadamu pia leo. Mimi nimemtumwa tu wa Mwenyezi Mungu. Nimefunua pazia ili uone upande wa pili. Ili uone uongo huu jinsi ulivyotengenezwa vizuri. Ili uweze kujiokoa roho yako. Uache mashikamano na mfungamano na mfumo huu umeasi. Kubali uwe kati ya wale waaminifu wanaompenda Yesu na kuzishika amri zake, na hawako tayari kumsujudia mwanadamu, kumsikiliza mwanadamu. Wao watasimama, na hivi ndivyo asemavyo Bwana. Mimi ninatamani nisimame mpaka mwisho, na msimamo huo ninakualika na wewe. Na Baba yetu wa mbinguni akatie muhuri maamuzi yetu haya. Neema yake iachiliwe kwetu, atushike katika mikono yake mpaka mwisho. Mungu na akubariki. Kwa jina la Yesu, amina. Na tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru. Usaidie kuelewa, usaidie mtazamaji, jumbe hizi zikawafikia wengi. Neema yako yatosha, ukatukuzwe wewe. Kwa jina la Yesu, amina.